Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Sasa tuko na episode bomba zaidi. Na hili baada ya kimya cha muda mrefu kutokana na mambo fulani ya kiafya, hivyo hatukupata wasaa kuluka na picha bomba zaidi. Hii picha inakwenda kwa jina la Moon Livers. Sound inafaa DJ kutoka TC Production, siku hizi wanaita Bai. Inaita babao kwenye kipaza mambo yazidi kwa safi zaidi. Sasa tuazidi kusonga na tamthilia yetu bomba zaidi. Na hii ni baada tu ya kupata mambo fulani ya kukasa hapo katikati, hivyo tukashindwa kuruka na mzigo bomba, lakini sasa rasmi tunaunganisha pale ambapo tulishia katika episode safi iliyopita ya mzigo bomba sana. Picha inakwenda kwa jina Moon Livers. Wasema the lost memory. Basi tunakwambia katika maisha tu kumbukumbu ndo kitu pekee ambacho kinaweza kufanya onekane binadamu umekamilika katika swala la uhai zaidi, kwa sababu pasipo kumbukumbu ni kama mtu ambaye anaishi pasipo kutambua nini maana ya maisha. Sasa tuko na binti ambaye inasadikika kwamba katika nature kumbukumbu zake baada ya kumisi kwa muda mrefu zaidi, lakini sasa alianza kupata mwongozo wa kuweza kupata muunganiko wa kile ambacho kilikuwa ni siri ambayo imejificha katika maisha yake. Na hii ni baada ya kuingia kwa mara kwanza katika jumba la kifalme tu aliweza kupata viashiria vya mwongozo ya kwamba sehemu hii aliwahi kuwepo. Lakini pia kuna kijakazi ambaye anaitwa Gongsun. Huyu ambaye alikuwa anatambua vyema nini maisha ya binti na nini asili ya binti. Sasa hebu tuunganishe katika episode safi pasipo mashaka yote ili kupata utamu wa vanilla. Okay, usipate mashaka yote, bado tuko bomba, tuko sawa zaidi. Na sasa tuazidi kusonga na kichuma hiki hapa, wasema Moon Livers. Basi tunaanzia hapa. Binti baada ya kujitokeza kwa babake, hasa hivyo babake hakuweza kumtambua. Alisi ni kama mzimu tu. Lakini sasa Nan Lady ambaye alikuwa ni kijakazi ambaye anamlea binti aliweza kumtambua. Anasema Pyong, ni wapi ambapo umeenda? Sasa upande wa pili kwa general la swala la ulinzi anawaambia chali yake kwamba vipi kuhusu Lady Gongsun. Anasema mimi nitumwa tu na babako kuchuga kwa kisha naika kila kitu kinakuwa sawa zaidi. Lakini sasa mama alimwomba binti sana kwa wakati huo. Anasema ungesalia, lakini binti alisema anahitaji kutoka kuelekea sehemu moja hivi. Lakini kabla hajatoka alikutana na Charlie na alimtambua tu kwamba ni Master Go, mwalimu wake udogoni. Anasema unanifanya niamini ya kwamba ni prince. Anasema hata hivyo anahitaji kuondoka. Basi alimpatia kidani tu ambacho kitamfanikisha aweze kupata farasi. Lakini anamwambia kisha unarejea ukiwa princess na usije ukarejea ukiwa muaji, kwa sababu wakati huo itaweza kukumalizia mbali zaidi. Sasa binti anahitaji kutoka kwenda kumtafuta mtu ambaye ana muunganiko wa kumbukumbu yake ya ukamilifu juu ya kila ambacho kimetokea. Anasema ni rafiki yako, lakini hata hivyo hujui siri iliyojificha kwake. Sasa sijui nini ambacho kinakufanya uwe na muhangaiko na mtu ambaye hujui tabia yake. Anasema wewe kwa sababu utambui yeye nani, na hata hivyo hujui nini ambacho kinaendelea, ni vema ungeendelea na mambo yake zaidi. Lakini binti akiwa anafika katika eneo moja la temple zaidi kumfuata mtu mmoja ambaye anasadikika kwamba mtu huyo anaweza kudhibiti kila kitu na kumkamilishia binti mwongozo wake. Anasema kwa nafasi nyingine naongea na Woli Kwang, huyo mtu ambaye alijitengaga na kugeuka kuwa monke tu kutokana na kile ambacho kilitokea katika jumba la kifalme. Anasema mimi ndiye na nakujua vyema wewe. Sasa upande wa pili kwa mtaalamu Gachuga, hali kuna mashaka ameweza kuyaona. Mfalme Medata anasema na yeye alijitambulisha kwamba ni Pyogang, yani princess mtoto wangu ambaye alipotea miaka mingi sana. Sasa ni kwamba mzee kwa sasa ana wenge sana. Anasema anahitaji kuzuia hilo pepo isije kaletea kizaza zaidi. Sasa mzee alimfuata kijana wake. Anambia kazi yako ni moja tu, hakuna habari ambayo itabadilika juu ya maisha ya princess wa Goea. Lazima hakisha na mwangamiza. Lakini pia binti kwa upande wa pili naye anasema sasa anahitaji Sono Tribe iweze kupata nguvu katika jumba la kifalme. Hivyo ni lazima aweze kumtumia vema au kijana kutengeneza muunganiko ambao utamsaidia kuweza kumpata binti kiurahisi zaidi. Sasa kumbuka Charlie anatafuta sana. Wadogo anafika. Anambia umekaa muda wote huu umewatia hofu watu kijijini. Na vipi kuhusu mama yako sasa? Anasema hiyo haina shida kwa upande wangu. Kuna mtu ambaye ni muhimu sana anamsubiri hapa. Lakini pia umwambie mama asiwe na wasiwasi. Mimi nitarejea nikiwa sawa zaidi.
Lakini sasa upande wa pili kwa kabinti kale kadogo, ni kabinti ambako kanataka kutupa historia yake ya nyuma, vipi kalifahamiana na mshikaji. Hapa kanalia sana kakiwa kametengeneza kitu mfano wa kaburi. Anasema hii ni kumbukumbu ya maisha ya wazazi wangu yaliyopita, na leo niko katika kumbukizi ya kuhakikisha nakumbuka kile ambacho kilitokea. Lakini pia nakumbuka juu ya Dali kwamba ndo mtu ambaye alimsaidiaga kwa kipindi hicho bibi. Anasema mimi natokea Baekiji, lakini pamoja na kufika hapa ni kwamba sina sehemu ya kuweza kuelekea. Hivyo mkale amwambie binti asiwe na mashaka yote, kila kitu kitaenda sawa zaidi. Anasema bibi, hii ni kumbukumbu juu ya kile ambacho kilitokea kwa wazazi wangu, lakini pia kwa sasa najisi ni mtu mwenye furaha sana. Anasema basi mama yako alikuwa anapenda kukuandalia nini? Binti anasema hakika ni uji wa mtama tu. Turejea upande wa pili kwa binti sasa. Turejea pale ambapo alitokea kwa ule mwanadada. Ili binti amejea akiwa na nguvu zaidi. Mkali alifuatwa na bibi tu. Na binti amwambia kwa sasa sina sehemu ya kwenda. Nahitaji kupatiwa msaada. Sina sehemu ambayo naweza kuishi. Basi yule binti aliweza kusikia yote. Anasema tutalipa bwana, tuachie tuweze kusonga. 일단 가자. Anasema tuweza tukaenda sasa. Anaambia acho ende, mimi sina habari nao. Lakini sasa vicheche wanamtafuta binti memba. Lakini sasa mwanaume aliweka kiwiko tu, hivyo hakuweza kupata nafasi ya kumuona bibi. Anamleta katika kijiji ambacho kinaitwa Ghost Valley. Anasema hii ni kumbukumbu ambayo ilitengenezwa na Aguye. Ni sehemu ambayo wanaoishi watu, ikiwa inasadikika ni kama kijiji cha mizimu. Lakini ni sehemu ambayo utaweza kuishi na kuenjoy. Hivyo alimleta katika kajumba kamoja kadogo zaidi hapa. 오늘 저녁은 이걸로 Sasa hapa ni sehemu ambayo tutaweza kupumzika kwa muda mchache, lakini mambo yatakavyokuwa sawa zaidi tutahakikisha tunaparekebisha na kupeleka zaidi. Lakini hivyo mtaalamu aliweza kumuona kiongozi ambaye ni chifu na kumweleza juu ya kile ambacho kinaendelea. 그럼 그 녀석들이 가만히 있겠다. 차 미안. 이름이 아니고. Basi hata hivyo Charlie alimtafuta chifu tu na kumweleza juu ya kile ambacho kinaendelea. Lakini mdogo anasema anatokea cheo cha assassin, yaani muuaji hatari sana. Anaambia dali kwa kile ambacho unakifanya unajua juu ya madhara ambayo unaweza kuleta katika kijiji chetu. Lakini kama unafanya kwa sababu ya wema, nafikiri sina sababu ya kuweza kuzuia, ila kisha ili swala utalichukulia uangalizi vyema. Lakini pia mfuate mamako kwa sababu alikuwa anakutafuta sana. Sasa Charlie baada ya kurejea kwa mawazo kwa mchana kipigo sana. Lakini pia alipiga story muda mrefu na mama. Mama ambaye anafikiria unamwona ni mtu mzuri sana. Lakini pia inatakiwa umakini kwa sababu unaweza kuja ukaleta tatizo zaidi. Sasa binti anatueta kwenye kumbukumbu baada ya kukutana na Monke. Anasema mimi ni Wolfgang. Kitu ambacho kisababishaga machafuko ya mamako kuondoka kwa sababu kuna rumors zilimfikia mfalme. Halisi mimi na mamako tayari kuna jambo ambalo linaendelea. Hivyo alimfanya abadilike na kuhakikisha anaharibu kila kitu. Lakini baadaye kuja kugundua amefanya makosa makubwa sana. Na hata hivyo hakujua nini ambacho mamako alikuwa anafikiria juu yake. Sasa hiyo ilinifanya nijitenge na kuwa mbali zaidi. Lakini hakikisha unatafuta nafasi ya kuweza kurejea katika nafasi ya upinzani, kwa sababu hiyo itakufanya uweze kutambua mengi sana ambayo yamejificha. Hiyo hapo ni katika episode bomba zaidi ya mzigo bomba zaidi hapa. Wasema Moon Livers. Sasa tukutane katika episode inayofuata tu kujua nini ambacho kinajiri katika mzigo bomba zaidi. Kwa sasa sina mengi sana. Let's say kamsahamnida. Ciao. 살아있었어.